School motto. Sekta ya elimu. Wanasema kila lenye kudhihiri angani siku zote halichagui jicho la kuona. Maendeleo ya sekta ya elimu wilaya ya Ukerewe yamechukua kasi kubwa ndani ya miaka minne ya serikali ya awamu ya 6, yakichangiwa na uwekezaji mkubwa kutoka serikali kuu na miradi mbalimbali ya maendeleo. Lengo hasa ni nia kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia ili kuongeza ufaulu na ubora wa elimu kwa wanafunzi wanaoishi wilaya hii yenye sifa ya visiwa ndani ya Ziwa Victoria. Maendeleo tunasema ni mchakato. Maendeleo ni hatua. Maendeleo huwa yanafanywa na watu kutokana na mipango mbalimbali, hasa katika mipango labda ya dira ya taifa ya miaka 25, lakini kwa mipango ambayo inatekelezeka kwa awamu kama ilani za uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kuanzia mwaka 95 kuna uchaguzi mkuu mpaka leo. Sisi wilaya yetu ya Ukerewe tumenufaika na serikali hii ya awamu ya 6 katika maeneo mbalimbali. Nianze kwenye sekta ya elimu. Sekta ya elimu katika miaka hii minne ya serikali yetu tumeweza kunufaika na shughuli mbalimbali. Kama tunavyofahamu, idadi ya watu inaongezeka, watoto wanaongezeka, mahitaji ya sekta ya elimu yanaongezeka. Jumla ya fedha bilioni 11,925,148,208 zimetolewa katika elimu ya msingi na hivyo kuendeleza miundombinu mbalimbali ikiwemo ukarabati, ujenzi wa shule mpya pamoja na vyumba vya madarasa, nyumba za walimu na vyoo. Mathalani katika miaka hii mitano ya awamu ya 6 tumejenga shule, ongezeko la shule, tumekuwa na ongezeko la shule 15 kutoka shule 125 mpaka shule 140. Lakini zaidi sana tumejenga matundu ya vyuo mbalimbali, lakini pia tumekarabati madarasa mengi katika shule zilizopo katika halmashauri yetu. Na jambo hili limesaidia sana kuongeza wanafunzi, udahili wa wanafunzi katika halmashauri yetu, ambapo kwa mwaka 2020 udahili wa wanafunzi ulikuwa takriban 15,000, lakini kutokana na uboreshaji wa miundombinu mizuri katika elimu ya msingi, kwa mwaka 2025 tumedahili wanafunzi 74,000 ambao ni sawa na ongezeko la 79%. Tumefanikiwa kujenga takribani zaidi ya shule 13 za elimu ya awali na msingi, lakini vile vile tufanikiwa kujenga zaidi ya madarasa 185 na matundu ya vyoo zaidi ya 350, hali ambayo ilisaidia kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia kupitia division ya elimu ya awali na msingi. Hali hiyo imesaidia pia kupunguza msongamano wa wanafunzi darasani, lakini vile vile imesaidia kwa walimu kupata nafasi ya kufundisha vizuri, kwani katika mazingira ambayo unakuwa na msongamano wa wanafunzi darasani, walimu wanashindwaga kutekeleza majukumu yao vizuri. Lakini vile vile ukiangalia katika ukaaji wa wanafunzi madarasani, wanafunzi wengi huwa wanaacha shule, lakini wengine wanashindwa kufanya vizuri kutokana na hali ya msongamano, hali ambayo inasababisha wanashindwa kufanya vizuri katika mitihani yao. Lakini kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuboresha miundombinu ya kufundishia na kujifunzia, imesaidia kutatua kabisa changamoto ya msongamano wa wanafunzi darasani, lakini vile vile walimu kupata nafasi nzuri zaidi ya kufundisha bila kuwa na bughudha. Shule ya msingi na Katunguru, maisha ya utafutaji elimu yanaendelea kwa wanafunzi wakiwa ni miongoni mwa wanufaika wa jitihada za serikali ya awamu ya 6 za kuboresha miundombinu ya elimu. Shule hii imenufaika na ujenzi wa vyumba vya madarasa 3, darasa moja la awali na vyoo. Hatua hii imewapa haueni kufuatia changamoto ya mlundikano wa wanafunzi darasani iliyokuwa ikikabili mahala hapa. Umetuwezesha kupata madarasa, tena madarasa mapya. Ukiangalia kule kuna mradi ambao upo wa GPE Learners 2, lakini hapa tuna mradi wa Boost ambao kimsingi mradi huu umekuja kupunguza adha ya watoto, kwa sababu shule hii ina watoto wengi sana. Tuna jumla watoto 1810 kuanzia awali mpaka darasa la 7. Lakini madarasa ukiangalia kwa madarasa tulionayo bado hayatoshi. Tunapopata madarasa kama haya yanakuja kupunguza adha hii ya watoto wengi kurundikana kwenye darasa moja. Kwa hiyo unakuta darasa lina wanafunzi labda 80 na kuendelea. Lakini tunapopata madarasa kama tunapunguza idadi ile ya mrundikano wa madarasa.
Sasa tunawashukuru sana serikali kwa kutuletea mradi huu wa madarasa. Hapo awali tulikuwa tunakaa hadi tunafika ubaoni, mwalimu hapati nafasi ya kumfikia kila mmoja. Kwa sasa tunaishukuru serikali akiwemo na Dr. Samia Suluhu Hassan. Huu mradi umeweza kutufanya kwa sasa tunakaa vizuri, mwalimu anafundisha vizuri, na tunasema